the left kwanza. The left. Enda on the left na 2 meters you turn on the right. Right hapo kuna container yellow. Sasa songa na hiyo barabara. Ukisonga Eva. Yule unashangaa watu walienda wapi? Morning. Nakanyanga hapa chini. Hii ni nasoro imetoa kidogo sasa. Hii ni nursery. Sasa hii ndio iko fresh. Hiyo ni akili ni ya kwa mazi. Wenye walilipo na reli. Siku ya leo mnamo saa 11 asubuhi tuliweza kupata habari kutoka kwa mwananchi mmoja ya kwamba kuna mtu anakusa banki katika hii area ambayo inaitwa area ya Imani. Tuliweza kukimbia hapa pamoja na maofisa yetu na tukapata hii plot ambayo ni 1/8 of a quarter. Ukiangalia utaona ya kwamba kuna banki kweli inakuzwa, iko katika stages tofauti. Kuna ile ambayo iko kwa nursery, kuna ingine ambayo inaendelea kukuzwa, kuna ingine ambayo inakaa kama ilikuwa inafunwa, ingine imepandwa katika mikebe. Na tuko na mshukiwa mmoja ambayo anaishi kwa hii nyumba peke yake, mwanaume wa miaka kama 40 hivi. Niseme ya kwamba tunaendelea kumhoji ili tuweze kujua habari zaidi na tuweze kujua kama kuna wengine ambao wanashirikiana nao katika huu uhalifu. Hiyo bangi itang'olewa na tutaendelea kufanya ukaguzi zaidi, tuweze kujua ni kiwango gani na pia tuweze kujua kwa ukamilifu kama kweli ni bangi, ili tuweze kumprocess na kumfikisha mahakamani. Tungependa kuwashukuru wananchi ambao wametupatia habari na tuendelee kuwa encourage wazidi kushirikiana na sisi ili tuweze kuangamiza uhalifu katika hii area, na ni watahadharishe wale ambao wanahusika katika uhalifu. Uhalifu wa aina yote ule, iwe ni mambo ya bangi ama kufunja sheria kwa njia nyingine yote ile, ya kwamba tuko macho na tutaendelea kufanya kazi yetu, na anytime tutaweza kuwanasa ili waweze kufika mbele ya sheria. Upandaji wa bangi ama huu mmea ambao tumekuwa discovered hapa umeharibu vijana wengi. Sasa tutaendelea na uchunguzi tujue kwamba huu mmea mpandaji ama mshukiwa alianza kufanya hii biashara lini na ni vipi tutakavyokomesha, kwa maana ni mingi sana. Hiki kiwango ni kile ambacho kama alianza muda hapo awali kidogo. Tutaendelea na uchunguzi na baadaye tutamfikisha mahakamani.